Maboresho makubwa ndani ya Simba yanahitajika kufanyika. Kufanyika kwa maboresho hayo ni sehemu ya thank you au ni sehemu ya kuachana kwa baadhi ya wachezaji ambao tunasema wameshindwa kudiriva na kutoa kila ambacho Simba wanakihitaji. Kwa maana wachezaji ambao wamekuwa na mchango mdogo na Simba, ili kufanya maboresho makubwa inapaswa kuachana na nyota wa design hiyo ili kuingiza nyota wengine wenye umuhimu, ubora, ushindani na wachezaji ambao watakuja kuipeleka timu katika sehemu ya uweredi mkubwa wa kiushindani na kuyatoa baadhi ya mataji ambayo wameyakosa. Wana taarifa kubwa kutoka ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimba Simba. Taarifa muhimu ya kila ambacho tayari coach Steve Barker ameweza kuzungumza, lakini kuzungumza kwake na kicha ambacho amekuja kuainisha na kuweka wazi zaidi, ndio moja kwa moja inakuwa njia ya baadhi ya wachezaji wengi ndani ya Simba kuweza kupewa thank you na kuweza kuondoka, ili pia kupisha idadi ya wachezaji wengi ambao coach anawahitaji. Coach Steve Barker ameweka wazi kwamba anahitaji usajili wa maeneo matano, kwa maana ya usajili wa 5, lakini kumbuko kwenye hayo maeneo matano ambayo kayaweka wazi, lipo eneo moja ambalo ni lazima. Yani kocha azungumza asizungumze, uongozi wa Simba wanapaswa kufanya usajili katika eneo hilo, kwa maana ya eneo la goalkeeping, baada ya kipa namba 1 pamoja na kipa namba 2 wote kwa pamoja kuwa tayari wameweza kuumia. Musa Pimpin ambaye tayari karejea lakini bado hajapona vizuri, yupo kwenye recovery. Lakini tukija kwa upande wa Yakubu, huyo bado kwa kiasi kikubwa ataendelea kukaa nje akiuguza majeraha yake. Sasa upande huo Simba wanapaswa kumtafuta kipa mzao ambaye atakaimu nafasi kwa muda, wakati ambao Musa Pimpin anarejeshwa kwenye kikosi moja kwa moja. Coach nitaomba kwanza ni kubirishe kwenye maeneo ambayo amehitaji wachezaji wasajiliwe, then after that, baada ya hiyo ripoti yake moja kwa moja, ripoti ambayo tunasema usajili wa dirisha dogo ni usajili wa nipishe nipite. Yani kuja kwa mchezaji basi ujue kuna ambaye anapaswa kuondoka katika upande wa timu hiyo, kwa sababu mfano wachezaji nyota wa kigeni wote 12 ndani ya Simba, nafasi zimejaa. So kumuingiza mchezaji ni lazima ulie naye uweze kuachana naye, ili moja kwa moja yule anayekuja naye apate nafasi katika upande huo. Simba maeneo ambayo coach ametoa tamko na ameainisha ripoti na tayari kaiwasilisha. Moja, Simba coach anamhitaji beki wakati. Anahitaji beki mwingine wakati mwenye uwezo mkubwa wa kuja kucheza katika nafasi hiyo, na Roshan Derluka ambaye kamwamini kwa kiwango na kwa kiasi kikubwa. Lakini nje na beki wakati mmoja, kocha bado anamhitaji left back. Bado hajaridhishwa na kiwango cha Mrigo, na ikumbuke pia Mrigo bado ndiye mchezaji yuko peke yake katika nafasi hiyo baada ya Nabi Kamara kubadilishwa majukumu ya kwenda kucheza kama kiungo. So bado kocha hajamuona beki namba 3 mwingine mwenye uwezo mkubwa. So ameuomba uongozi wa Simba kwenye ripoti yake ukampatie beki namba 3. Out of that, kocha anamhitaji nambari 6, nambari 8. Yani box to box midfielder. Priority yake pia anamhitaji box to box midfielder. Huyo ni watatu. Then wanne anahitaji namba 10, kiungo mshambuliaji, attacking midfielder. Ni moja wachezaji ambao pia coach amewainisha na anawahitaji pia katika nafasi hiyo. Out of that, kwa upande wa namba 10 kocha anahitaji winga mmoja, na winga anayemzungumzia anasema yeye anamhitaji winga ambaye atakuwa anatokea katika winga ya kushoto. Ina maana ya kwamba anahitaji Mpanzo akiwa anatokea winga ya kulia. Hii winga ya kushoto akina Kibu, akina Joshua Mutare Budo, akina Juma Radake Chasami, wote anaona hawajampatia kila anachokihitaji katika nafasi hiyo. Sasa nafasi za namna hii 5 na ukiongeza nafasi ya kipa, ina maana zinakuwa ni nafasi 6 ambazo Simba wanapaswa kufanya maboresho. Sasa kufanya maboresho kwa kuingizwa wachezaji 6, ni lazima Simba iweze kuachana na baadhi ya wachezaji, na hapa uoje kwa moja kocha kawatagi wachezaji ambao anahitaji waweze kuondoka. Kwenye hawa ambao kawatagi, mmoja wao tayari yeye kaondoka. Huyu ni Mzamiru Yasini Saidi Seremba, tayari Simba wamemuonesha njia ya kutokea. Mzamiru kachapwa thank you, na hii ni wakati ambao Mzamir ameondoka, amemaliza kila kitu wa mwisho wake, amejiunga na TRA United, kwa zamani ikijulikana kama Tabora United. Amejiunga huko kwa mkopo wa miezi 6, lakini ni moja kwa moja Simba wameachana naye, kwa sababu hiyo miezi 6 ambayo amemtoa kwa mkopo ndiyo miezi 6 ambayo yupo nayo ndani ya Simba. That means huu mkopo wake ukimalizika huko TRA, atakuwa pia mkataba wake na Simba naye utakuwa umeishia huko. So Mzamir Yasin ni sehemu ya wachezaji ambao moja kwa moja
coach hakuridhishwa na kiwango chake kwa muda wa siku takriban 10 ambazo amekaa na kikosi, lakini baadhi ya michezo ambayo amepata nafasi ya kumtazama na haswa katika michuano ya NMB Mapinduzi Cup. Out of Mzamir, mchezaji mwingine ni Joshua Mutale Budo. Mmoja wa wachezaji ambao coach hajaridhishwa na viwango vyao ni Joshua Mutale Budo. Budo amekuwa in and off katika uwezo wake ambao amekuwa nao, na hii ikamfanya coach moja kwa moja kuona na kuweka wazi zaidi kwamba uwezo wa Joshua Mutale ni uwezo wa kawaida na sio sehemu ya mchezaji ambao ana uwezo wa kufita katika mfumo wake. Ndio maana kwenye hii winga ya kulia, licha kwamba hajamtazama Kibu Dennis Prosper ambaye pia anacheza katika winga hiyo, lakini bado kuna kitu cha ziada ambacho kinakosekana kwa wachezaji hawa, na haswa Juma Radake Chasambi pamoja na Joshua Mutale Budo ambao kawadazama kwa kina. So Joshua Mutale Budo ni sehemu message ambao coach kaelekeza kwamba that man hata wakiachana naye, yeye anachokihitaji ni winga mwingine mwenye uwezo mkubwa wa kuweza kuifanya timu kuwa katika sehemu nzuri zaidi. That press moja ya message ambao nitakwenda kufahamisha na kila ambacho kipo ni Jibri Sira ambaye Simba tayari ameanza kumnyatea kwa kina, mchezaji ambaye hana mkataba na timu yoyote kwa sasa baada ya kuvunja mkataba wake na timu ya ES Setif ya kurokea pale nchini Tunisia. Out of that yupo Joshua, ukiachana Joshua Mutale, yupo mwamba anaitwa Neo Maema. Neo Maema ni sehemu ya wachezaji ambao hawajawaridhisha hata kidogo coach Steve Baka katika uwezo ambao amekuwa nao. That's why katika nafasi hiyo ameona ni vyema akaweza kumpata namba 10 mwingine ambaye anaamini atakuja kuifanya timu kuwa imara na kuongeza kitu cha ziada katika nafasi hiyo. So Neo Gift Maema ni mmoja wa wachezaji ambao Simba anakwenda kuachana naye na Simba kumpata namba 10 mwingine mwenye uwezo wa kutengeneza nafasi katika safu hiyo ya ushambuliaji. Nje na Neo Maema yupo mwamba Shamu Karabwe. Shamu ni mmoja wa wachezaji ambao wamekaria kutikavu, kwa sababu coach anamhitaji beki mwingine mwenye uwezo mkubwa wa kucheza na kupatana na Rushen Delok. Bado hajaiona performance ya Shabu katika uwezo wake ambao amekuwa nao. So in deep upande wa coach anahitaji pia beki wa kata. That means Simba kama ambao wanamhitaji Samba Oneir Ndongani, raia wa pale nchini Ghana, ni mmoja wa wachezaji ambao wakija basi moja kwa moja Shamu anakwenda kuondoka. Nikumbuke pia huyu mkataba wake unaelekea ukingoni ndani ya kikosi cha wana Runyasa, na Simba wapo tayari kwa naye kama Samba atakuwa ni moja sasa ambao wataridhia kujiunga na kikosi chao. Out of that yupo Juma Radaki Chasambi. Chasambi pia ni sehemu ya saji ambao Simba moja kwa moja baada ya kukosa game time na kocha kutoridhishwa na uwezo wake, Simba wamepanga kumtoa kwa mkopo. Timu kama JKT zipo tayari kumpokea katika nafasi hiyo. Out of Juma Radaki Chasambi yupo mwamba anaitwa Awesu pia na Simba anakwenda kumtoa kwa mkopo ili pia akapata game time. Na mchezaji wa mwisho ni mwamba anayejulikana kwa jina la Vedastus Masinde. Huyu Vedastus Masinde ni bwana mdogo ambaye anacheza kama beki wakati na ni sehemu ya ambao ameshindwa kupata game time katika upande huo. So hao ni sehemu ya nyota ambao Simba wameridhia kuachana nao moja kwa moja katika hili dirisha dogo la usajili na kuingiza baadhi ya wachezaji kama ambavyo coach Steve Baka ripoti yake inaainisha na kuweka wazi zaidi. 6 players wanapaswa kuongezeka kama wachezaji wapya, wakati ambao wachezaji zaidi ya 6 wanapaswa kuondoka ndani ya kikosi hicho ili kupisha nafasi za wachezaji wengine. Katika hili ni nani ulitamani aondoke na ni nani unatamani aweze kusajiliwa na kuisaidia Simba katika nafasi hiyo? Hii ni Mpira TV, chaguo la wengi. Kikubwa wewe hakikisha uweza kusubscribe kama mara yako ya kwanza, lakini pia hakikisha uweza kuweka maoni yako katika upande wa comment section.